Yes, karibu Sawe Agro Center, kilicho bora kabisa. Leo nitakufundisha namna rahisi ya kutengeneza silage, na ni silage kwa siku 3 tu. Kama unavyoona hapo, nitafundisha namna ya kutengeneza silage kwenye mapipa. Jambo la kwanza kabisa, unaenda shamba, unavuna majani, unasaga. Baada ya kusaga, unaweza kusaga kwa mashine, unaweza kukata kwa panga. Cha msingi yatoke tu pieces ndogo ndogo ili uweze kutoka vizuri zaidi. Kwa hiyo kama hapo anatumia mashine, yes, alafu kama una mashine yako ndogo ndogo pia unaweza kusaga nyumbani. Lakini kikubwa ni kuhakikisha kwamba unakausha majani kwa siku 3 baada ya kuyavuna, ili asiwe na maji mengi. And then unatumia Molar Plus. Hapo unatumia Molar Plus lita 1 na molasses lita 2 au ya kutosha kwa lita 20 za maji. Usisahau ile, lakini molasses unaweza kuongeza ili kwa sababu molasses ina madini na virutubisho vingine. Ukishachanganya hivyo, unaweza kuiweka moja kwa moja kwenye chakula chako. Unaweza kuapply moja kwa moja kupitia water can kuhakikisha kwamba silage yako imeweza kuloa, and then unaigeuza kuhakikisha kwamba inapata hiyo Molar Plus. So Molar Plus ina viambato ambavyo vinasaidia majani yaweze kuferment kwa haraka na iweze kuwa na harufu nzuri kabisa, ili ng'ombe waweze kuipenda. Kwa hiyo unaichanganya. Baada ya kuichanganya, unaweza kushaichanganya, unaanza kuipaki kwenye mapipa. Kwa hiyo karibu kwenye channel yetu. Ukishamaliza, unaona kama hapo, unaweza kuweka kwenye mapipa. Hii ni plastic. Unaweka molasses. Ukishaweka molasses, unashindilia, unaweka tena kidogo, unashindilia, unaweka tena molasses mpaka inajaa mpaka juu, na kisha kwamba imejaa na kote pamepata molasses kidogo. Na kwa nini unashindilia? Ni ili kuondoa kusiwepo na upepo ndani, kwa sababu ukiwa na upepo itaweza kuharibika. Kwa hiyo ukishajaza kwenye plastiki yako kwa kushindilia vya kutosha, unachukua mfuniko, unaifunga vizuri kuhakikisha kwamba haipitishi hewa kabisa. Kwa hiyo unafunga tight vizuri, unafunga vizuri mfuniko. Alafu ukishafunga vizuri, unaweka hiyo seal. Ukishaweka seal, unaweka na gundi kuhakikisha kwamba hakuna hewa yoyote imeingia ndani. Hii silage inaweza kukata miaka 10 kwa sababu tayari iko air tighted, kwa dumu halijapasuka, na hapo tayari umeshaweza kuiandaa. Kwa hiyo karibu kwenye chaneli hii. Hapa tunafundishana ufugaji wa kisasa kwa vitendo, na leo nimekuonyesha hatua kwa hatua jinsi ya kutengeneza silage kwa haraka kwa kutumia Molar Plus na molasses. Na by the way, tunaona faida kubwa ya silage kwamba faida kubwa ya silage ni kwamba kipindi hiki ambacho kuna mvua za kutosha, unahifadhi silage ya kutosha, unaifunga kama unavyoona hapo. Hiyo inaitwa wrapping package. Unaihifadhi kwenye godown zako kwa ajili ya kipindi cha ukame, au unaweza kusema kwa kipindi cha jua kali. Yes, nitakuongezea tena mambo ya kuzingatia. Jambo la kwanza kwenye silage, uwe na malighafi safi au bora. Actually tumia majani ambayo yana ubora kama mahindi, nepia au nyasi changa. Isiwe imezeeka sana wala kuoza, na quality ya silage inaanzia shambani, sio kwenye pipa. Kwa hiyo hakikisha unakuwa na silage nzuri na mahindi mazuri. Jambo la pili, unene wakati una chopping iwe size ya sentimita 1 mpaka sentimita 3. Na jambo la tatu, unyevu sahihi. Kwa hiyo size nzuri iko kwenye around 16 to 70 moisture. Kwa hiyo hakikisha unakuwa na silage ambayo ina moisture nzuri, na isiwe kavu sana, maana yake haitachachuka vizuri, na ikiwa na maji mengi sana itaoza. Kwa hiyo test rahisi, kaza mkono, weka silage mkononi, kaza mkono, isitoke maji au kudondoka, lakini ihisi unyevu. Kwa hiyo
Hilo ndo jambo la kuzingatia. Jambo lingine, hakikisha kwamba unaondoa hewa wakati unashindilia kwenye mapipa. Ondoa ile hewa, anaerobic condition. Kwa hiyo ina maana kwamba hii ndio moyo wa silage, lazima ubanwe vizuri ili hewa iweze kutoka. Ndio maana tunashindilia vizuri pale kuhakikisha kwamba ile hewa inatoka. Na ubaya ni kwamba hewa ikibaki unapata mold au inaoza. Kisha kwa mold tayari ina aflatoxin ambayo itafaa kulisha wanyama, na ukiwalisha basi watakuwa wamekula sumu. Na ndio maana tunakanyaga na kuibinya, na ni muhimu sana.